Mchungaji, nichukue nafasi kukushukuru. Umetutendea haki kwa muda mfupi, lakini naamini katika hiki ambacho kimetoka hapa kitatuvusha kwenda hatua nyingine. Ninaamini kila kiongozi uliyepokea hapa unakwenda hatua nyingine tena. Tuendelee kufanyia kazi yale ambayo tumeyapokea ili sasa pawe na mabadiliko kuanzia kwetu binafsi, pale nyumbani kwetu, kwenye jumuiya, kwenye usharika, twende kwenye jimbo, twende kwenye dayosisi na kanisa letu kwa mapana yake. Mungu abariki yote tuliyoyapokea, na zaidi ya yote mchungaji, tunakuombea Mungu aendelee kukupa hekima yako kama ambavyo ulisema kwamba utaitwa, na sisi tunakiri kwamba tutakuita tena wakati mwingine. Amen. Na siku za hivi karibuni tunatazamia tutakuwa kwenye semina ya idara ya wanawake kule usharika wa Tela. Kwa hiyo mama, tuendelee kuambizana ili tuone jinsi ya kuja kwa wingi na kwa kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa jina naitwa Dainesi Mlinga, ambapo ni mkufunzi. Nimeingia katika semina hii ya leo. Nashukuru sana Mungu kwa walimu ambao wamefika siku hii ya leo kutupa hii semina. Nimejifunza mambo mengi kuhusu uongozi, na tumeona semina inatuimarisha, inatujenga, inatuongeza na kuongoza katika hatua ya kumtumikia Mungu. Namshukuru Mungu. Napenda kutoa pongezi nyingi na shukrani nyingi kwa viongozi waliojitoa kutuongoza siku ya leo. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mimi naitwa John Fanuel Kimambo, ni halmashauri katika usharika wa Nakiro. Tumepata semina leo ya kutuongoza jinsi ya kufanya shughuli za kanisa ziende sawa sawa. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu mambo mengi tulikuwa hatuyafahamu, lakini semina hii imetutoa hatua moja na kutupeleka kwa hatua nyingine. Tunaomba semina hizi zisiwe za mara ya mwisho, ziwe endelevu kwa ajili ya kuendelea kuwafundisha wengine, kwa sababu viongozi tunabadilika muda ukiisha anaweza kuwa kiongozi mwingine. Kwa hiyo tutakuwa tunajengana hivyo hivyo ili kuhakikisha shughuli hii inaenda salama. Nimshukuru mchungaji wangu kiongozi pamoja na waliotoa semina. Mtoa maada alitoa maada nzuri sana, maada ya utii, uaminifu na mambo mengine ambayo yanahusu uongozi wazee wa usharika, viongozi wa jumuiya na wengineo. Tunashukuru sana, tunaomba Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Kandida Aaron Kisanga, mwenyekiti wa jumuiya ya kanisa letu la Natiro. Kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa semina leo tulioandaliwa. Ilikuwa semina nzuri. Tumefundishwa mengi na kujifunza mengi katika utumishi wetu, katika kazi yetu ya kuhudumia kanisa letu lisonge mbele. Semina ya kuweza kutuelimisha sisi kama viongozi, kuelimisha jamii yetu walioko chini yetu, mambo mbalimbali mazuri mengi tuliojifunza. Tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutuandalia semina hii. Kipekee tunapenda kushukuru mchungaji wetu Tumaini Tarimu, alitupa semina nzuri. Tumeyapokea na tutaenda kuyafanyia kazi na kuelimisha wenzetu. Kwa sababu mimi ni mchungaji, kimsingi kwa kurejea kwenye kanisa itakiwa awe mtu mzee hapa kuwafundisha. Lakini ukishaitwa kwenye wito wa Mungu, hata kama una miaka 10, Mungu anaweza kaweka kitu ambacho babu wa miaka 90 hana. Kwa hiyo nafasi ndio inaamua uwe na lugha gani. Nafasi ulionayo ndio inaamua uwe na hekima kwa kiwango gani. Mungu akishakupa nafasi, anachofanya ana impact hekima, anakuvuvia hekima. Anakuvuviaje hekima? Kwa kujifunza kama ulivyokaa hapo sasa hivi, kwa kusoma neno la Mungu, kwa kuuliza na kwa kuheshimu nafasi uliyopewa. Ukivaa nguo kabla hujatoka nyumbani, au chaguzi aliyochagua juzi, unaongeza hapo kanga. Kwa hiyo nafasi inaenda ikikufinyanga kwa wewe. Unaenda baa hivi unataka kuagiza bia, unasema Mungu wangu, sasa washarika wakija kununua leo hapa. Lakini unaenda kwaje? Tunamwambia sasa niwekee kwenye mfuko, chupa nitamtuma mtoto atakuletea. Chupa basi baki na change. Haikuwa tabia yako kwenda nayo nyumbani. Lakini nafasi tayari imeshaanza kukufinyanga.
umeshaanza kufinyanga, na kunywa kwa kujificha. Mchungaji anakuja pale kuuliza, unaweka labda kama unaweka hapo chini ya kiti hivi, anakumbua, zinakaa, mwaka unapita, ukasema utumwa hivi wa nini? Si niache tu. Unajikuta umeacha. Hakuna mtu amekwambia acha, hakuna fanya, lakini nafasi imefanyaje? Imekutengeneza. Bwana apewe sifa. Kwa unapokuwa sasa mzee wa kanisa, hata kama una umri mdogo, maana yake mbingu na kanisa linatazamia kuona tabia, hekima, maneno, kauli za kizee ambazo walipaswa kutolewa na watu wakubwa zikitoka kwenye midomo yako. Bwana apewe sifa. Hope living stone.